Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Mojawapo wa waandishi alifika, akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akajibu, ya kwanza ndiyo hii: sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote, na kwa ufahamu wote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako, kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakuthubutu mtu kumsahili neno tena tokea hapo. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, leo ni Ijumaa katika juma la 3 la Kwaresima. Leo Yesu katika Injili anatukumbusha juu ya amri kuu ya mapendo kwa Mungu na kwa jirani. Kuna mwandishi mmoja ameandika katika kitabu chake kinachoitwa Lisilowezekana linawezekana katika upendo. Katika kitabu hicho mwandishi anasisitiza kuwa upendo ni kitu kinachochangia sana kushinda changamoto mbalimbali katika maisha yetu, iwapo tutakuwa na upendo wa kweli na wa dhati katika maisha yetu. Tukiwa na upendo wa kweli, sio wa kuigiza, basi tutawatendea wenzetu vizuri. Kama kweli tutakuwa na upendo unaotoka ndani ya mioyo yetu, tutawasaidia wenzetu wenye shida. Kama kweli tutakuwa na upendo wa dhati mioyoni mwetu, basi hatutafurahia pia shida za wengine. Tukiwa na upendo wa kweli kutoka ndani ya mioyo yetu, hatutawachafua wenzetu kwa maneno ya uongo. Hata Yesu alipoulizwa ni amri ipi iliyo kubwa, aliweka amri zote katika amri hii kuu ya upendo, kwani hakuna jambo lingine unaloweza kulifanya ambalo ni jema lisilokuwa na upendo ndani yake. Kumbe Kristo anatualika, kabla ya kufanya jambo lolote, tutangulize upendo katika maisha yetu. Upendo hufanya hata jambo lile ambalo tunaamini ni gumu katika maisha yetu likawa rahisi, endapo utatanguliza upendo. Mtakatifu mmoja aliwahi kusema kuwa kabla hujatenda jambo lolote, weka upendo, ndipo utende jambo hilo. Na kama utatanguliza upendo, basi hautaishia kutenda dhambi, hautaishia kutenda jambo lililo baya. Tunaalikwa ndugu zangu, katika kipindi hiki cha mfungo mtakatifu wa Kwaresima, tutende mambo yote kwa upendo. Tuwasaidie wahitaji kwa upendo, tuwasaidie wenye shida mbalimbali katika maisha yao kwa upendo. Upendo unatuwezesha sisi kufanya yaliyo mema, yaliyo mazuri, yanayowapendeza wenzetu. Tunaalikwa leo kila mmoja wetu
awe na upendo wa kweli, upendo wa dhati unaotoka ndani ya mioyo yetu. Tumsifu Yesu Kristo.